Kwa majina naitwa Daniel Kapaya, ni katibu wa SMAUJATA kanda ya Ziwa, anayesimamia mikoa 6. Nikisema mikoa ya kanda ya Ziwa ni pamoja na mkoa wa Simiyu, wa Shinyanga, Mara, Mwanza, Geita na Kagera. Kwa hiyo ndio mikoa ambao kama katibu wa SMAUJATA naisimamia. Kama kiongozi wa kanda ya Ziwa, ninatoa maelekezo kwa viongozi wote wa mikoa waendelee kutoa elimu ya kupinga na kuibua vitendo vya ukatili katika mikoa yao husika, hasa tunapoelekea kwenye kipindi hiki cha uchaguzi. Kwa hiyo niwaombe viongozi wa mikoa na idara zote kwa ujumla ziweze kufanya kazi kwa umoja, kwa kushirikiana kwa pamoja bila kutegeana. Lakini pamoja na hivyo, tuombe kwamba viongozi wote wa mikoa jitahidi sana kuingia field, maana najua kwamba katika field humo kuna matatizo mbalimbali. Nikiangalia katika mkoa wa Shinyanga, hasa wilaya Itilima, kuna watoto wawili wameuawa kwa mtu tu kujichukulia sheria mkononi, ambapo ni kosa la jinai. Kwa hiyo hii tunahesabu kwamba tuziangalie familia sasa hivi ziache kuwalea watoto ambao pengine wengine wanaovuta madawa ya kulevya, bangi, ndio maana inapelekea watu tu kujichukulia au kujichukulia sheria mkononi. Na tumeona hata Ndembezi hapo kuna kijana ameuawa kwa kisu. Yaani ni watu tu sasa hivi wamepagawa, na tuombe sana viongozi wa dini waendelee kutuhubiri sana, kwa sababu na watu waendelee kwenda kwenye makanisa, wasali, wamrudie Mwenyezi Mungu, kwa sababu matukio kama haya yameanza kujitokeza na sio tu mkoa wa Shinyanga, karibia nchi nzima. Kwa hiyo tuombe sana mashujaa popote walipo waweze kufanya kazi hii kwa uadilifu. Lakini kuendana na hivyo, tuombe viongozi mashujaa wa SMAUJATA waendelee kutoa elimu hata na hii ya kupinga ya rushwa, kuendelea inapoendelea na masuala ya uchaguzi haya. Kwa hiyo sisi kwa sababu ni mashujaa tunatoa elimu ya kupinga ukatili, na hata rushwa ni ukatili. Kwa hiyo endapo utatokea mtu yoyote anatoa rushwa, kwa hiyo mashujaa tutakaposikia hizo taarifa zote zitafika sehemu husika. Na pamoja na hivyo tunaweza kuisaidia serikali yetu ambayo inaongozwa na rais wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo niombe sana mashujaa kwa mikoa yetu hii 6 muweze kufanya kazi. Lakini pamoja na hivyo tuende hata kwenye maeneo ya migodi. Kuna watu wanateseka, lakini kuna ajira ya watoto wadogo wako mitaani hawasomi. Kwa hiyo niombe sana kwa kipindi hiki watoto walipofunga shule cha likizo, kwa hiyo tuende kuangalia na vile vile tuwakague watoto wetu. Tunaona kuna watoto sasa hivi wanafanywa ulawiti. Ile ya kulala mjomba sijui na nani kwenye chumba kimoja, hiyo sasa hivi tuikomeshe. Kuna watoto wanalawitiwa alafu wananyamaza, watu wanaelewana tu kimya kimya na kesi inafutwa. Sasa hii ni kwa kweli kama SMAUJATA inatuuzi kwa kweli. Mtu anaonekana mwingine amelawitiwa, lakini mtoto anaogopa kumtamka mtu ambaye alifanya hicho kitendo. Kwa hiyo ni matukio ambayo yanaonekana lakini yanafichwa. Kwa hiyo niombe sana kwa kipindi hiki SMAUJATA iingie kazini, msilale. Yaani ni kipindi cha mchaka, hakuna kulala. Kwa hiyo tuweze kutoa elimu kwenye matukio mbalimbali, makongamano, kwenye jamii, misikitini, makanisani na kwenye jamii. Hivyo tutaweza kufanya kazi kubwa ya kuweza kuisaidia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile kuna kesi mbalimbali ambazo tunaziangalia, wananchi wengi wanaangalia kwenye masuala ya ardhi. SMAUJATA mjaribu kutembelea hata kwenye mabaraza ya ardhi, kwenye makata, kwenye wilaya, muone namna gani watu wanapata haki zao za msingi. Kwa sababu kuna pengine mtu anaweza kaa yuko kwenye anatakiwa apate haki yake ya msingi, lakini kwa sababu hajui kujitetea, kwa hiyo inakuwa ni changamoto, pengine inapelekea hata haki yake inapotea. Kwa hiyo tuwatupie macho mabaraza ili kuweze kuona kwamba ni namna gani yanafanyaje kazi kwenye jamii. Kwa hiyo tunaomba sana viongozi wa SMAUJATA waendelee kutoa elimu mbalimbali ya kupinga na kuibua vitendo vya ukatili. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers.
zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.